BMP TV Professional Update. Uwalgani ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msomaji wako ni mimi Mr. Orange. Tafadhali like pia subscribe ili uwe kwanza kila wakati kupata update zetu za moto. Na hivyo pia tuko TikTok, follow page zetu ili uweze kwenda na kupata burudani kutoka BMP TV Online. Bado tunakukumbusha tu Jumamosi na Jumapili huwa ni fresh weekend pamoja na BMP TV Online, na tayari vipo YouTube. Ukifuatilia nenda kacheke na uvunjike mbavu pamoja na BMP TV Online. Leo tukikuletea taarifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huu ni muhtasari wa habari. Jijini Kinshasa kumefanyika mkutano wa punguzo la bei la passport. Kaskazini mwa Kivu, wazalendo wazidi kuandamana na kuimba nyimbo za kuomba waasi wa M23 kurudi kwao. Huko Minembwe, ambaye alichaguliwa kuwa kamanda afariki dunia hiyo jana. Na munaendelea kusikiliza matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Mr. Orange. Tafadhali like pia subscribe, na hivyo utakuwa umetisha zaidi na utakuwa wa kwanza kila wakati kupata update zetu za moto kila wakati. Habari kamili. Jijini Kinshasa kumefanyika mkutano pamoja na serikali kwa ujumla. Mkutano huo ulikuwa ni wa rais wa madarakani Felix Tshisekedi Tshilombo, ambaye aliweza kwenda kuamua kufanya mkutano huo wa punguzo la bei ya passport, ambayo ilikuwa inajia vigumu kwa wakazi wa Kongo kufika mahali wanapopataka, kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kinawajia na ugumu fulani. Walikuwa wamewekewa dola 300, lakini rais aliweza kwenda na kuamua kupunguza mpaka kufika kwenye dola 75, na hivyo imekuwa inarahisishia kwa watu wote wale ambao wanaamua kutembea sehemu yoyote ile nchini huko Kongo DRC. Na hiyo imekuwa ni furaha kubwa kutoka kwa jamii ya Kongo kwa kuweza kwenda na kuona kile ambacho rais Felix Tshisekedi ameweza kwenda na kukifanya yeye kama yeye. Na huko akiongea chama pinzani kuwa anataka kutumia namna hiyo kutaka kufanya kampeni ya kutaka kuvuta watu ili aweze kwenda na kukaa madarakani. Lakini kwa jamii kama jamii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kwenda na kumpongeza kwa kufanya hivyo, kwa sababu tangu zamani mpaka mababu na mababu waliweza kwenda na kufariki wale watu wa hali ya chini mpaka kukosa kwenda na kufika jijini Kinshasa. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 dollars américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 dollars. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Elle participe également d'une volonté politique affirmée
de réformer l'administration au service de la population en la rendant plus équitable et plus inclusive. Son exécution devra se faire avec rigueur, équité et responsabilité en tenant compte des éléments suivants. La préservation des engagements contractuels en cours afin de maintenir la crédibilité de l'État et sa capacité à honorer ses obligations essentielles. La sauvegarde de la paix sociale en évitant toute démarche brusque ou précipitée susceptible d'affecter les agents impliqués dans la chaîne de production et des délivrances de passeports dont le rôle reste crucial. À cet effet, il a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à engager sans délai une concertation approfondie avec le ministre d'État, ministre du Budget et celui des Finances. Par ailleurs, il est attendu que la ministre d'État en charge des Affaires étrangères soumet dans les meilleurs délais au gouvernement un calendrier clair et détaillé de mise en œuvre comportant notamment la date précise du lancement officiel du nouveau passeport ordinaire biométrique avec la nouvelle tarification. Ni hatari sana ndugu mtazamaji wa BM TV Online, mtu ambaye nchi yako unaishi nchi siku nyingi, lakini kufika jiji kuu inakuwa ni vigumu kwa sababu ya kuona una hali ya chini, afu tena hele inakuwa ni ngumu kufika huko. Lakini Felix Tshisekedi ameweza kwenda na kutoa good offer kwa wakazi wa Kongomani wanaoishi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuwawekea mpaka $75, na hiyo imehalalishwa kabisa kama yeye akiongea pamoja na serikali yake huko Minembwe. Huyo ni kamanda wa Twirwaneho ambaye aliteuliwa mwezi uliopita, alifariki huko Minembwe hiyo jana. Wahasi M23 waendelea kufariki. Watu waendelea kusema kuwa kisicho riziki akiliki, na hivyo imewapelekea wahasi M23 kuendelea kupotea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu ya kungangania kitu ambacho si mali yao, na hivyo imewapelekea kwenda na kupotea kwa wingi. Wazalendo kama wazalendo wameweza kwenda na kusimama na kuongea kuwa mpaka adui arudi kwao, na vijana wengi kusisimka na kuamua kujiunga na kundi la wazalendo na kuamua kuwarudisha kwao, wakiongea kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwahusu, na kuimba nyimbo kuwa hawawezi wakakubali udongo wa mababu uweze kwenda na kunyanganywa, bali la sivyo wataingia mpaka Rwanda mpaka wapige ambush. Adui kama adui M23, wahasi wa M23 wanaendelea na kurudi nyuma kwa sababu kuona wazalendo wanazidi kuongezeka siku baada ya siku na kuwafanyia ambush. Sodia General Maeshe Bale, General Maeshe leo kuparade na trupe ya kwake yote kabisa. Hii tu ni etat majoro hii ya coordination ndio iko hapa, haiko mabrigade, tukapenda kuchangamsha watoto. General yule anaenda kabisa, yeye mwenyewe yule anaenda na trupe ya kwake, yeye yule na gari yake ya kumubeba ile, yeye yule kabisa na trupe kabisa, trupe kabisa, trupe kabisa.
Trupe kabisa. Ile kabisa trupe kabisa ile inaendelea kabisa. Trupe kabisa. Zengu. Na hivyo imewajia vigumu sana kuendeleza mapambano, bali tu ni vile siasa bado zinaendelea za huku na kule, na mji wa Goma bado ukiwa na taharuki kubwa. Kwa hiyo jana, na huu ndo mwisho wa habari kutoka BMP TV Online. Msomaji wako alikuwa ni mimi Thursday Mr. Orange. Endelea kufurahia pamoja na BMP TV Online. BMP TV Online ni yetu sote. Subscribe, like pia na kucomment, utakuwa umetisha zaidi, na hivyo utakuwa mwanafamilia wa BMP TV Online. Tuko pia TikTok, jaribu kutufollow page zetu. Asante. BMP TV Professional Update.